Waziri wa Fedha Jim Chalmers ameonya kuwa uchumi wa Australia unakabiliwa na changamoto kubwa, akitumia neno la severe akieleza hatari zinazoweza kuathiri ukuaji wa uchumi. Amesema mfumuko wa bei, gharama za maisha na hali ya kimataifa vinaweka shinikizo kubwa kwa uchumi wa nchi hiyo. Chalmers aeleza kuwa migogoro ya kimataifa, hususan mvutano wa kisiasa na kiuchumi, inaendelea kuathiri biashara na uwekezaji. Aidha, alionya kuwa ukuaji wa uchumi unaweza kupungua ikiwa hatua madhubuti zitachukuliwa kudhibiti hali hiyo. Katika hatua nyingine, mamlaka za afya zimebadilisha kanuni za uchangiaji damu, zikilenga kurahisisha na kuongeza idadi ya watu wanaoweza kuchangia. Mabadiliko haya yanatarajiwa kuongeza upatikanaji wa damu salama kwa wagonjwa, huku wakiondoa baadhi ya vikwazo vilivyokuwa vikilalamikiwa kwa muda mrefu. Wataalamu wa afya wamesema kuwa marekebisho hayo yanazingatia ushahidi wa kisayansi na maendeleo ya teknolojia ya uchunguzi wa damu. Hii ina maana kuwa watu wengi zaidi sasa wataruhusiwa kushiriki katika zoezi la uchangiaji bila kuhatarisha usalama wa wagonjwa. Kwa upande wa kijamii na kitamaduni, mjadala kuhusu female gaze umeendelea kushika kasi katika tasnia ya burudani na sanaa. Dhana hii inahusu namna wanawake wanavyowasilishwa na pia jinsi walivyojieleza katika kazi za ubunifu, tofauti na mtazamo wa jadi uliotawaliwa na wanaume. Wachambuzi wanasema kuwa kuongezeka kwa ushawishi wa wanawake katika filamu, mtandao na sanaa kunabadilisha simulizi na mtazamo wa kijamii. Hii imechochea mjadala mpana kuhusu usawa wa kijinsia na uwakilishi sahihi katika vyombo vya habari.